Kwa mujibu wa taarifa kama ambavyo pia niliandika kupitia ukurasa wangu wa X, alafu nikashare pia na Instagram, ni kwamba hivyo ambavyo nimeandika ndivyo ambavyo kwa mujibu wa aliyenipa taarifa, kwa maana ya wasusi wangu, ameniambia kwamba Ally Kamwe amekutwa na hatia, lakini pia Ahmed Ally hajakutwa na kosa lolote, kwa hivyo ameachiwa huru. Lakini pia yule msemaji ama afisa habari wa Kagera Sugar kwa maana ya Hamisi Mazalala pia naye amekutwa na hatia, kwa hivyo wote kwa pamoja wamefungiwa miaka 2 kwa kila mmoja. Kwa hicho ndicho ambacho mimi kilichonifikia, na ndio maana nikasema ngoja ni share na watu wangu, na kama ambavyo na share hivi sasa kupitia Joga Bonito The Beautiful Game. Kwa maana hicho ndicho ambacho kilichopo kwa hivi sasa. Japo napokea simu nyingi kutoka maeneo mbalimbali, waandishi wa habari wananipigia, wananiuliza ukweli wa taarifa, kwamba mimi hicho ndicho ambacho ninachokifahamu na ninachokijua kuhusiana na hiyo hukumu. Kwa sababu leo tunakumbuka asubuhi kwenye Crown Sports wakati Jumaa Jemedari walimpigia simu mwenyekiti na akasema mchana wa leo basi press release itatoka ya hukumu ya kile ambacho kimetokea. Lakini hadi sasa hivi hakuna chochote ambacho kimetokea. Kwa hiyo sisi kama waandishi lazima tulikuwa tunajiongeza, kwa nini haijatokea hiyo press release? Kwa hiyo sisi tunachimba sasa kujua kile ambacho kilikuwa kimeahidiwa mwanzo, ukweli wake ndani ukoje, ndio ukiingia ndani ukitoka anatoka na taarifa kama hiyo. Ally Kamwe nilifanikiwa kuzungumza naye, nisiseme dhambi, kwanza kabla hata sijaposti taarifa, na ni taarifa ambayo wakati nampa ilikuwa ni kama ni taarifa mpya kwake. Yani nilikuwa na target ya kumuuliza kama kwanza amepata yeye hukumu, ili niweze kuthibitisha kile ambacho nimekipata. Lakini kwa bahati mbaya na yeye imekuwa kama surprise kwake, kwa maana ni kitu ambacho alikuwa hakifahamu wala hakijui. Kwa hiyo mimi kama ndio mtu wa kwanza kumpa hiyo taarifa, kwamba bana na hiki na hiki na hiki, umeona. Unajua sisi pia ni binadamu, tunatengeneza na mahusiano na nini. Inapotokea taarifa kama hii inayohusu mtu, lazima pia umpigie mhusika na kuweza kujua ukweli wa taarifa ukoje. Lakini nilifanikiwa kumpigia, bahati mbaya yeye hakuwa na hiyo taarifa, mimi ndo nikampa. Lakini kwenye ule binadamu, lakini pia kujenga mahusiano, mimi kama mwandishi nikaomba ridhaa kutoka kwake, bwana hii ni taarifa, naomba ni posti. Kibinadamu taarifa kama hii lazima ustuke. Hata mimi nikikuwa taarifa kama hii lazima nitastuka, umeona. Lakini tunajua tena yule ni mtu wa soka, anaelewa mambo ya soka. Kwa hiyo sidhani kama ni taarifa ambayo itakuwa imemstua sana kwa hivi sasa, au pale atakapokuwa amepata undani wa taarifa kwamba kweli hiki kitu kipo, ili kuhakikisha kwamba pengine na magani ambayo wanaweza wakafanya. Kwa sababu sio tunaweza kusema amefungiwa miaka 2, ama taarifa hizo katoka amefungiwa ndio miaka 2, lakini tunafahamu kesi hizi ipo room ya kukata rufaa, iko room ya kukata rufaa, akakata rufaa na mwisho wa siku pengine hata kesi ikapunguzwa adhabu ama kesi ikafutwa kabisa, kwa maana akashinda kwenye rufaa.